Karibu katika hoja mezani. Leo tunachambua mengi hasa yaliyojiri katika mkutano wa 19 wa bunge la bajeti na kuangalia masuala mbalimbali kutoka kwenye bajeti kuu ya serikali, hali ya deni la taifa, lakini miswada ya sheria ambayo imepitishwa na hoja pia za uhusiano wa kimataifa. Na mjadala wa bunge umetafakari vipi kwa kikamilifu yale ambayo yalikuwa kiu kwa wananchi, changamoto pengine na matarajio kwa Watanzania. Tutayafahamu hapa na tunajadili haya tukiwa na wachambuzi wa masuala ya uchumi pamoja na siasa. Tunaye Bohela Lunogelo. Karibu sana. Asante sana. Naam, tunaye pia Bohela, Dr. Bohela. Karibu sana mzee Kaiza Bubelwa. Asante Hilda, nashukuru. Karibuni sana. Yes. Na mengi yamejiri. Lakini tu kupata mtazamo wenu hasa katika mkutano huu wa 19 ambao umegusia maeneo mbalimbali ya kipaumbele, tathmini yako kwa kifupi tu ni ipi, Bohela? Mimi kwanza asante. Katika vitu ambavyo nimevifurahia katika uhitimisho tuseme la mfumo mzima wa kutengeneza budget kwa ajili ya mwaka ujao. Unajua hii ndio budget ya mwisho katika mlolongo mzima wa miaka 25 chini ya tukiwa tunaongozwa na dira ya taifa ya maendeleo 2025. Kwa hiyo ni budget ya mwisho. Na katika hii budget ya mwisho kuna vitu ambavyo budget imejitahidi kuhakikisha kwamba vinafanyiwa kazi. Moja hapo ni kuzidi kuongeza mchango wa sekta ya kilimo. Unajua tunapoongea kwamba uchumi umekuwa kwa 5.5 ambayo ndio Hilda ndio kubwa katika miongoni mwa nchi za Kiafrika chini ya jangwa la Sahara. Ukitoa Rwanda na Ghana ndio tunashindana. Ni nchi chache sana ambazo zinatuzidi kwa maana hiyo. Sasa ukuaji wa uchumi huu, mojawapo ya maeneo ambayo yalitakiwa kufanyiwa kazi ni kuongeza mchango wa sekta ya kilimo kwenye kuongeza ajira na kwa ajili ya vijana wetu. Na hapo Dokta, hapo kidogo tufafanulie. Wewe ni mtaalamu, ni dokta, ni mtaalamu wa uchumi. Afadhali umesema mtaalamu wa uchumi. Ungesema dokta watu. Maana unaposema uchumi unakuwa kwa 5%. Nyinyi wataalamu huwa mnatumia vigezo gani? Kwa sababu ukipeleka hiyo hoja kwenye maisha ya watu ya kawaida ya kila siku, wao wanachotaka kuona ni mabadiliko na unafuu wa maisha. Lakini nyie mna vigezo vyenu vya kitaalamu ambavyo mnavitumia. Vinaendana na uhalisia wa maisha ya kila siku ya wananchi. Ndio hasa hoja nilikuwa nataka kuielezea kwamba swali la msingi ni kwamba inapimwa vipi? Inapimwa kwa kujumlisha shughuli zote za kiuchumi ambazo zinaendelea, thamani yake. Kwa lugha rahisi, thamani ya shughuli za uchumi ambazo zimefanyika kwenye nchi. Na manufaa yake au na kipato ambacho kinataka kiwaendea watu. Sasa mtego ambao unakuja ni kwamba sekta ambazo pengine ukishajumlisha unafanyaje? Alafu ili kupata hiyo 5 kwamba sasa mwaka jana ilikuwa kwa mfano ilikuwa jumla ilikuwa trilioni 148. Lakini kwa mwaka huu unaofuatia ambao unaishia 24 sasa iliongezeka mpaka kufika trilioni 158. Kama trilioni 8 zimeongezeka. Kwa maana shughuli zote, thamani ya shughuli za kiuchumi zimeongezeka kwa trilioni 8. Za serikali na za wananchi zote kwa kiujumla. Ni pato bwana inaita pato la taifa. GDP ni pato la taifa. Sasa unaangalia vitu viwili. Sasa ni sekta zipi ambazo zilichangia zaidi? Kimchango utaona kwamba sekta ya kilimo yenyewe inachangia 26%. Na ndio sekta inabeba watu za 65% au 60 ya watu. Sasa hapo ndio inakuwa mtego. Sasa nyewe ni watu mko 60% ya watu, lakini mchango wenu ni 25%. Kwa hiyo hapa kuna mapungufu hapo. Ndio maana hii budget kwa mfano moja hapo ya vitu ambavyo ilifanyia kazi na kuhakikisha kwamba
tunahamasisha zaidi sekta ya kilimo iweze kunufaisha wengi zaidi. Ndio maana katika mapendekezo ni kupunguza kodi za bidhaa mbalimbali ili watu waweze kufanya shughuli za kilimo kwa faida zaidi. Japo bado sijapata sijui nilikuwa najaribu kupata hiyo tano, kujua kwamba sasa hivi ni 5.5. Unatoa yani hiyo darasa la 3 sasa hesabu. Ndio tukumbushe sasa asilimia ukisema sema nifanye kirahisi kama ulikuwa 10 mwaka jana, safari tumesema imekuwa 10, imekuwa ni 15. Inakuwa sasa unatoa 15 toa 10 unapata 5, gawanya kwa 10 ndio unapata 50%. Unanielewa? Sasa hiyo ndio hesabu hizo kwamba imeongezeka kwa asilimia fulani hapo nitoa uzuri wake. Bado nilikuwa nakumbuka zile figures kama trilioni 8 imeongezeka kulinganisha na mwaka jana. Sasa ndio wanasema imeongezeka kwa 5.5. Lakini kuna nchi nyingi ambazo ni agenda nyingine, lakini sasa tunaongelea swali lako la msingi ni kwa mtu wa kawaida sasa. Kwa hiyo utaona kwa hizi sekta kwa vile ambazo zinakuwa ambazo zimekuwa kwa kasi zaidi kwenye ukuaji wa kasi sasa. Kwenye ukuaji wa kasi utaona sasa kilimo sio mojawapo ya sekta ambazo zimekuwa kwa kasi kama zingine. Ambazo zimekuwa kwa kasi zaidi utakuta ni sekta kama ya umeme, ya fedha, ya afya. Sasa huku watu wanaoajiriwa kwenye hizo sekta sio wengi. Unanielewa? Kama wale ambao wako kwenye kilimo. Ndio maana utakuta wale wa kilimo ambao ni majority wengi Tanzania, utaona wanasema mbona hatuoni, maana imekuwa sawa, lakini wanaonufaika ni wale ambao wanafanya kwenye sekta ambazo haziajiri watu wengi. Ndio mapungufu tulionayo hayo. Ndio maana swala la kuhamasisha sekta ya kilimo ichangie zaidi kwenye kutoa ajira ni la muhimu sana, na ili ifanye hivyo ndio lazima tuweke mazingira bora ya uwekezaji na uzalishaji kwenye mifugo na mazao. Asante sana. Sasa mnaona bajeti hii ina uhalisia kulingana na hali ya uchumi hasa wa taifa kwa sasa, Kaiser? Asante. Tanzania imekuwa katika safari ya muda mrefu kuanzia uhuru mpaka leo takriban miaka 65 sasa tunakoelekea. Kwa hiyo pengine ule mtiririko wa kujifunza au kuwa mkubwa zaidi kama ilivyotakiwa, na kutumia tuliojifunza kuhakikisha kwamba kinachojadiliwa kitaalamu kinaendana na maisha halisi. Nasema hivyo kwa sababu ukiangalia majukumu ya bunge makuu ni 3. Jukumu la kwanza ni wakilishi wa watu, kufanya maamuzi. Jukumu la pili ni kutunga sheria, ili kuhakikisha kwamba sheria zinazotekelezwa, zinazotumika kusimamia mashughuli ya maendeleo na masuala mengine zinatokana na wananchi. Na jukumu la 3 ni kusimamia serikali. Kwa haya mambo yanavyokuwa yanafanywa kwenye bunge, inatakuwa vile vile yanaakisi maisha ya watu wa kawaida. Katika hayo ndo unakuta kwamba pengine kule kutengeneza serikali baada ya mkoloni, mabadiliko yake kwenda mpaka serikali ya sasa hivi imekuwa ni kidogo sana kulingana na watu wanavyoongezeka na maamuzi yanayofanyika. Tukiangalia swala la uwakilishi, ndio na jibu liko pale. Ni kwa namna gani watu wanawakilishwa? Ni kwa namna gani makundi ya watu, kwa mfano wakulima 65-70 wanawakilishwa bungeni? Na kama wanawakilishwa inavyotakiwa, maana yake kwa nini pesa nyingi zaidi siende kwao, wazalishe zaidi, wao wazalishe zaidi? Sasa hivi dunia kwa mfano inahitaji chakula. Kila mtu anaweza kuzalisha chakula, na kuhakikisha kwamba kama kuna miundombinu, kuna taarifa za soko, kuna utaalamu, kuna uwekezaji na washiriki wapo ambao ni wawekezaji wenyewe ambao ni wakulima, na maana yake ni kwamba tungetarajia kwamba bajeti yenyewe hii iangalie kwamba kuna Watanzania wengi zaidi kwenye kilimo ambao wataleta mabadiliko na tutaweza kuuza chakula Afrika na Ulaya. Kwa hiyo watatazalisha chakula, weka miundombinu, weka masoko, weka taarifa, weka uwezo wa watu kufikiwa, weka mambo yanayotakiwa kusudi kilimo fanya nini kiweze kukua. Kwa naona kwamba
uwakilishi huo ndani ya bunge kuhusu wakulima pengine hatuoni au kidogo sana haonekani. Ndio maana naona kwamba sema tukaona kwamba pengine uhalisia haupo unaotakiwa, kwa sababu wanaotakiwa kuwakilisha na ambao wanazalisha ambao wangeweza taifa kutoka hadi liko gota pengine wangekuwa naomba nimalize kidogo hapo, pengine wangekuwa wamefikiwa. Lakini vile vile kuna eneo la ufugaji. Miaka yote mpaka leo tumekuwa tunasikia kwa mfano wafugaji na wakulima mifugo imekuwa mingi sana, lakini mifugo ni rasilimali. Ni ufugaji maana yake ni kwamba tulitarajia katika hali ya kawaida katika kuleta uhalisia uwekezaji kwenye ufugaji utakuwa mkubwa zaidi kwa kutumia mifugo iliyopo na wafugaji wenyewe, jamii ya wafugaji na miundombinu na mambo kama hayo. Nataka kusema hapa ni kwamba jitihada zipo za kutaka kuleta uhalisia kwenye maamuzi ya bajeti, maamuzi ya bunge, lakini haujafika hali halisi inayotakiwa. Kwa hiyo maamuzi yanafanyika kitaalamu zaidi ndani ya bunge, alafu yanaacha nafasi kubwa, alafu kunakuwa na mambo mengine yanaendelea nje ya bunge ambayo hayaguswi moja kwa moja. Ndio maana uhalisia wa bajeti unaweza kuonekana au kama wanavyotakiwa. Sasa kwa kumalizia hapo kwenye hoja ya kilimo, kwa sababu naona wote mmeikazia kilimo na hasa kimsingi kwa sababu asilimia kubwa ya Tanzania wako kwenye kilimo, na tunapozungumza kilimo kimsingi ni kwamba tunagusa eneo la kilimo cha mazao, ufugaji na hata uvuvi pia, kama tukiweka katika picha pana zaidi. Mwaka 2014 kulikuwa kuna azimio la Malabo ambalo lilitaka kwamba hizi nchi za Afrika ambazo zilikuwa katika ile azimio kwamba angalau 10% ya bajeti zake ziwe kwenye kilimo. Sasa sisi trilioni 56, 10% pengine tungeenda kwenye trilioni 5 hapo na kidogo. Kwamba ili kutekeleza ile azimio manake angalau trilioni 5 tuziallocate kwenye kilimo, lakini haijawahi kufikia hata nusu ya hiyo. Sasa hivi tunazungumzia kuhusiana na trilioni 1.2. Ugumu uko wapi hasa Dr. Boela? Ukiangalia mwanzoni ulijenga hoja kwamba kilimo kinachangia asilimia ndogo kuliko namna ambavyo idadi kubwa ya watu wamejikita kwenye kilimo. Asante. Umeuliza swali zuri ambalo pale ESRF, Economic and Social Research Foundation, mpaka mimi ni mtafiti mwandamizi, tulishawahi kulidadavua hilo jambo. Na tulishirikiana na watu wa FAO kuona actually tunasema actually na mimi kimsingi ili tatizo la Malabo ni azimio ambalo lilitokana na Maputo. Azimio la Maputo zaidi ya miaka 20 iliyopita. Sasa tukawa tunajiuliza hivi inakuaje nchi nyingi zinashindwa kufikia, lakini kumbe tukaona kwamba kama serikali ili uweze sekta ya kilimo uweze kufanya kazi lazima kuwe na vitu ambavyo vinasaidia, wanasema enabling environment, vinawezesha. Kwanza lazima kuwe na barabara za kutosha. Sasa hizo barabara, unapopeleka barabara vijijini, TARURA unajenga barabara kufungua vijiji kuunganisha soko na soko, hiyo si uwekezaji kwenye kilimo. Unapopeleka umeme vijijini, umeme wa REA ule ambao ili uongeze uongezaji thamani wa bidhaa kwenye kilimo, yenyewe tayari inaenda kwenye sekta ya kilimo. Lakini katika tathmini tukafanya tukaona kwamba kwa Tanzania utakuta pengine tumefika kama 15% hivi, ingawa ile bajeti finyu inayoenda kwenye kitu kunaita Wizara ya Kilimo, inayoenda kwenye Wizara ya Kilimo ndio huwa ni ndogo. Lakini ukichukulia sekta kama sekta kwa tafsiri inavyotakia iwe, tuko kwenye 15%. Kwa hiyo lakini sasa kwa hiyo tukapendekeza kwamba pengine wale waliotengeneza azimio hawakufafanua vizuri. Maana ukipeleka bajeti ile hela 10% kwenye wizara ya Mheshimiwa Bashe peke yake, yeye atapeleka kwenye korosho. Hizo korosho zitasafirishwa vipi kama barabara hakuna? Kwa lazima kuwe na muunganisho wa vitu vyote, kwa maana ya miundombinu ya usafirishaji, miundombinu ya mawasiliano, lakini hata afya. Afya kijijini, kina mama wale kama hawana afya na watalimaje? Vijana zipo. Kwa hiyo kimsingi bajeti yao tukichukulia ambayo inaenda kusupport, kuunga mkono maendeleo vijijini, sisi tunaichukulia kama ni uwekezaji kwenye sekta ya kilimo. Naam. Sasa tukihama hapo kwenye hoja ya kilimo, pengine hili tuende kwenye hoja nyingine. Moja kati ya hoja kubwa ambazo zimetikisa kwenye bunge hili ni kuhusiana na deni la
serikali. Kuna deni la taifa alafu kuna deni la serikali. Alikuwa anafafanua, wengine wakawa wanagawanya kila mmoja anadaiwa shilingi ngapi. Tukaambiwa sijui kila mmoja anadaiwa milioni 1 sina laki ngapi. Hapo katika mtazamo wa kiuchumi huwa tunasikia deni limekuwa lakini bado ni himilivu. Manake nini? Manake ni kwamba katika ili kusema si himilivu, ili useme sio himilivu manake nini? Labda ndio rahisi kujibu. Ukisema sio himilivu ni kwamba kama umekopa 10,000 alafu kipato chako mwisho wa mwezi ni 10,000, ukatumia 10,000 yote kulipa deni, maana hilo sio himilivu. Sasa utakula nini wewe? Ndio maana yake hiyo. Wanatengenezaga mpaka asilimia kwamba kwa ndio maana huwa inasema isizidi 50%, angalau ubakie nusu. Sasa sisi ndo tunacheza. Sasa sisi huwa tunacheza, hatujawahi kufikia ile 50%. Ndio maana kila wakati waziri anasema bado ni himilivu, bado ni himilivu. Lakini sasa hiyo na yenyewe ukiangalia kwenye historia ya nchi nyingi, Marekani ndio yenye deni kubwa, yani ukilinganisha na pato lake kuliko nchi nyingi sana duniani. Yenye ni zaidi ya 300%. Lakini bado ni himilivu. Kwa nini? Kwa vile nini? Dunia yote unaweza kawa, yani wewe mwenyewe unakopa lakini kila mtu anakukopesha. Yani unaishi una float, yani unaishi kwa float za mkopo tu, lakini unaishi ndio nchi kama Marekani hivi. Lakini sasa sisi hatuna uwezo wa kuwa kama Marekani, ndio maana tunataka tuwe waangalifu tusikope zaidi ya uwezo wetu wa kipato. Na umegusia kuhusiana na deni la serikali na deni la taifa. Labda pia kwa uelewa tofauti wa haya. Kwa deni la serikali ni pale ambapo serikali kuu inakopa kwa niaba ya Watanzania ili iweze kujengea miradi mikubwa, lakini kwa hiyo inaingia kwenye budget. Maana deni sasa itaingia kwenye budget kuu. Kwa sasa hivi nakisi yetu huwa ni kama asilimia kati ya 3 na 5 inachezaga kwenye hiyo. Unakopa uingize kule. Wakati lile la binafsi ambao lenyewe kwenye vitabu kule nje wanaichukulia kama ni Tanzania. Yani wewe unapoaminiwa, kwa mfano kampuni kama Bakresa ikikopa kwenye Stanbic au Barclays ya Uingereza, kule inaingia kwenye vitabu kama Tanzania, lakini ni private sector. Kwa mfano hata benki ya maendeleo ya Africa Development Bank na yenyewe ina madirisha mawili. Ina dirisha la kukopesha serikali, lakini inadirisha vile vile kukopesha watu binafsi. Sasa kwa mfano sisi huwa tukopi sana kwenye, sio wakopaji binafsi, sekta binafsi sio wakopa. Serikali ndio inakopa zaidi kwenye benki ya dunia. Lakini kisiasa hili ni jambo ambalo limegonga mijadala mingi sana katika umma wa Tanzania. Lakini kama haitoshi, hoja ya swala la deni la serikali ni hoja ambayo tunakubaliana bila shaka yote, ndio hoja ambayo ilimngoa spika kwenye kiti. Baada ya kile ambacho alikizungumza, akionyesha wasiwasi wake kuhusiana na deni na maneno aliyozungumza tangu pale, akawa anazungumzwa na vitu kama hivyo. Nadhani watu ni ya mimi huwa na misimamo miwili ambayo inajengeana. Ya kwanza, ukiangalia watu kwa vile hawana dhana na nadharia ya kufanya biashara. Unapofanya biashara nyingi unazoziona hapa mjini hapa zinaishi kwa madeni, lakini zinaendelea kukua. Lakini hata kaya, ndani ya kaya kuna wakati ikifika msimu wa kilimo lazima utakopa kwa jirani yako ili ulimie uweke mbolea upate mahindi. Ukipata mahindi utarudisha ile deni. Kwa hiyo sisi ambacho huwa tunakuwa na wasiwasi nacho, ambacho kwa Tanzania tuna bahati kwamba hatuna huo ugonjwa, ni kwamba kuna nchi zingine wanakopa, serikali inakopa, unasikia bwana mdogo, inakopa alafu ile hela haiendi kufanyia kile kinachotakiwa kufanyia. Lakini sisi mfumo wetu ulivyo umekaa kimakini sana kiasi kwamba tunakopa na tunawekeza kwenye miundombinu ambayo itasaidia sasa uzalishaji na huduma. Unanielewa? Ili uweze kuendelea lazima kuwe na miundombinu ambayo ni wezeshi, hiyo sekta binafsi uweze kufanya kazi. Sasa kama huna barabara na unasema siwezi kukopa, kwa hiyo maana yake ni kama umeshajifungia mwenyewe. Maana hutakuwa na barabara ya kusafirisha mazao yako, na kwa vile hata mkulima naye lima pale hana kwa kuuzia. Lakini akipata kwa kuuzia utapata kodi, ile kodi utasaidia sasa kulipa deni. Nanielewa? Jambo nilikuwa nataka pia nipate mtazamo wa Kaiser hasa nilivyozungumzia kisiasa, kwa sababu imekuwa ni hoja kubwa sana, ni hoja ambayo
kama nilivyosema ilitikisa pia kwenye bunge na hasa alikuwa kiongozi wa muhimili kuachia ngazi. Ni kweli nchi wanakopa na pengine kukopa si tatizo kwa sababu mfumo wa uzalishaji duniani ni pamoja na kukopa au kukopeshwa. Kwa hiyo kukopa si tatizo. Pengine tatizo ndio linarudi pale ambapo na ndio ilikuwa kielelezo bungeni na hata hoja uliozungumza ya speaker aliyetangulia ambaye alizungumza swala hilo alafu kalazimika kuachia ngazi. Ni kwamba mamlaka ya watu anayekopa ni nani? Ndio hoja inayokuja pale. Anayekopa ni serikali, ni raia. Na mamlaka nimezungumza awali kwamba mmoja wapo jukumu la bunge ni kuwakilisha raia katika kufanya maamuzi ya kitaifa. Lakini vile vile kusimamia serikali. Kwa hiyo kama kunakuwa kama kwa mfano kwa zungumza swala la kilimo hapa. Kama inaonekana tunataka tubadilishe mifumo, miundo ya kuwezesha nchi kutoka hapa ilipo na wabunge wana ukaribu na raia wanaowakilishwa, wana mawazo ya raia, wanaona kwamba kuna msukumo wa raia kutaka kutaka kuwekeza katika kilimo, katika mifugo, katika uchimbaji madogo, uchimbaji madini kwa mfano, katika uvuvi, kazi ambazo zinaweza kukuza uchumi kwa haraka sana. Maana yake ni kwamba mkopo ukichukuliwa namna hiyo ambao watu ndio waliotaka mkopo uchukuliwe, mkopo utatumika inavyotakiwa, utasimamiwa na mambo itaonekana na hakuna atakayelalamika kwa sababu yale ambayo watu wanahitaji ndio yale ambayo yatakuwa kwa mikopo itakuja ku address. Ila inatokea pale ambapo pengine wataalamu wa serikali na wanasiasa wamejifungia vyumbani, wanafanya mikopo, wanafanya mikataba, alafu wanakuja kupeleka taarifa bungeni kwamba tulikopa. Sio kwamba walielekezwa kukopa, ni kwamba tulikopa, kulikuwa takuwa kujenga barabara. Kwa hiyo ile tathmini ya usimamizi wa mikopo kunakuwa na nafasi kubwa sana ya au ningesema gap, yani ukakuwa na upungufu mkubwa sana. Kwa hiyo point nasema hapa ni kwamba kukopa kuwa na maana kama alivyosema Amerika kwa mfano ni kwa sababu Amerika inaendeshwa na Congress, haiendeshwi na rais. Na kwa hiyo mikopo ikitoka wakikopa ni maamuzi ya wananchi wa Amerika. Sasa nadhani kwa upande wetu hapa raia wenyewe bado hawajakuwa na uwezo. Kwa hiyo wanayokopa ni serikali kwa niaba ya raia. Na amezungumza swala la umezungumza swala la mkopo wa deni la taifa na deni la serikali. Deni la taifa kama alivyosema hapa daktari ni pamoja na hiyo mkopo ya serikali nyongeza ya mikopo ya watu makambao sekta binafsi, lakini kwa kuongeza neno ambayo kulisema kwa udhamini wa serikali, kwa sababu serikali inadhamini kama tuna sekta binafsi kubwa inaendesha nchi kwa maana ya kujenga uchumi, kwa maana ya kuajiri, kwa maana ya kutoa huduma mbalimbali. Maana yake ni kwamba serikali inatambua uwepo wake na kampuni, shirika, benki nani akitaka kukopa serikali inakuwa na utaratibu wa kudhamini, inadhaminiwa. Sasa kwa upande wetu sisi hapa nadhani hizo dhamana haziendi katika utaratibu unaotakiwa kwa maana sekta binafsi bado ni ndogo. Kwa hiyo nataka kusema hapa ni kwamba sekta binafsi inaweza kukopa kwa udhamini wa serikali, serikali inaweza kukopa, lakini jambo msingi ni kwamba ni kwa kiwango gani bunge limeruhusu raia wanahitaji maeneo ambayo yanahitaji mkopo, na udhibiti wa bunge unakuwa ni mkubwa kiasi kwamba mikopo hiyo haiwezi kutumika isivyo. Kwa sababu utaelezwa tumejenga barabara, tumejenga vituo vya afya, lakini hiyo inaishia tu maneno. Ukienda maeneo vijijini barabara uzioni, ukienda vijijini umeme upoonekani, ukienda huko vijiji vinaongozwa na watendaji wa vijiji, wengi wao wamemaliza shule, wana diploma kama waliosoma sana na nini, wenye vitu wa vijiji, vitendaji wa vijiji, uongozi wa vijiji wote huko hawana mafunzo na hawajui kinachoendelea duniani, wako pale. Kwa hiyo hiyo gap iliyopo kati ya wananchi mahali walipo kimaoni na maono na uelewa na serikali ilipo kule, naomba katikati hapa mikopo inafanyika, lakini kwa sababu hapa hakuna wananchi hawana taarifa za kutosha,
na mawasiliano kati ya wabunge na wananchi ni madogo sana. Kwa unakuta mikopo ikikupa serikali ndio ni deni la taifa, lakini kimsingi haiendi kwenye matumizi ambayo taifa linanufaika, hasa wakulima wenyewe. Sasa kesho tutaendeleza mjadala huu hasa kuangazia sasa yale yote ambayo yalitikisa katika bunge la 12. Lakini hapa tulikuwa na Bubelo Kaiza pamoja na Dr. Bohela Lunogelo kuangalia yale hasa kwa mahususi katika bunge la bajeti ambalo limemalizika na bajeti ya serikali kupitishwa, na tumekamilisha hivyo. Kesho tutakuwa na mjadala wa kina zaidi kuhusiana na yale ambayo yalijiri katika mkutano wa 12 wa bunge, mkutano katika bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.